Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Tukielekea huko nchini Uturuki, rais wa taifa hilo Recep Tayyip Erdogan anasema hana nia ya kuwania tena urais katika taifa hilo. Rais Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki amesema hana nia ya kugombea urais kwa mara nyingine tena na kuongeza kuwa nchi hiyo inahitaji katiba mpya. Sina nia ya kuchaguliwa tena au kugombea urais tena. Tunajali tu kuboresha sifa ya nchi yetu. Uturuki inabadilika, dunia inabadilika. Tunaishi katika enzi mpya. Unafikiri tunaweza kufikia chochote katika ulimwengu unaobadilika kwa kasi kama huu? Kwa katiba iliyoundwa wakati wa mapinduzi katika Uturuki ya zamani ambayo bado ina mawazo ya Perch waliopanga mapinduzi, shirika la habari la Anadolu lilimnukuu Erdogan akisema hayo. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 70 wakati huo ameonyesha imani kwamba chama chake cha kihafidhina cha AKP kingesalia mamlakani hata baada ya kuondoka kwake madarakani, na kuongeza kwamba matokeo ya uchaguzi yataipa ushindi chama chake. Licha kutangaza kwamba hataweza kugombea tena, kumekuwa na madai kuwa anatafuta marekebisho ya katiba ili kuruhusu muhula mwingine wa uongozi wa nchi hiyo, lakini amekiri hadharani kusema kwamba kamwe hatagombea tena kuwa rais katika taifa hilo. Kwa mujibu wa katiba ya Uturuki, uchaguzi wa rais na bunge lazima ufanyike kwa wakati mmoja. Uchaguzi mkuu wa hivi majuzi zaidi ulikuwa ni Mei mwaka 2023 wakati Erdogan alipopata muhula mwingine wa rais. Hata hivyo, uchaguzi ufuatao utafanyika mwaka 2028. Katiba pia inaeleza kuwa rais anaweza kuhudumu kwa muhula wa miaka 5 tu iwapo uchaguzi utafanyika kama ilivyopangwa. Erdogan alichaguliwa kuwa rais kwa mara ya kwanza chini ya mfumo wa bunge mwaka 2014. Hata hivyo, hii haikuhesabiwa kama muhula wake wa kwanza, kwani haikuwa chini ya mfumo wa utawala wa rais uliopitishwa na Uturuki kufuatia kura ya maoni ya mwaka 2017. Ikiwa uchaguzi wa haraka ungefanyika mwaka 2027 kabla ya mwisho muhula wa pili, muda wa ziada ungeruhusiwa. Wakati huo kiongozi wa chama kikuu cha upinzani cha Republican People's Party CHP Ego Ozel alijibu matamshi ya Erdogan kwa changamoto wakati akijibu maswali ya waandishi wa habari baada ya kutembelea manispaa ya Sigli huko Izmir. Ozel alipendekeza kuwa ikiwa Erdogan anataka kugombea muhula mwingine, uamuzi wa bunge kwa uchaguzi wa mapema utahitaji kuungwa mkono na chama tawala, kwani kura 360 kati ya 600 za bunge zitahitajika, jambo ambalo upinzani hauna. Basi mtazamaji, hayo ndio tulikuwa nayo kumhusu bwana Recep Tayyip Erdogan ambaye anatangaza rasmi kwamba hatogombea tena katika muhula ujao wa uchaguzi katika taifa hilo la Uturuki. Endelea kuwa nasi na usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi, tuendelee kutufuatilia.